Barcelona imekamilisha rasmi makubaliano na Manchester City kuhusu kumsajili kiungo wa Hispania Rodri Hernandez katika moja ya usajili kubwa zaidi za dirisha la majira haya. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali barani Ulaya, dili hilo limekamilika kwa 100% baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano ya mwisho. Thamani ya uhamisho inatajwa kuwa takribani euro milioni 75, ambapo kiasi cha msingi ni takribani euro milioni 60, huku bonus zikikamilisha jumla ya dili hilo. Rodri anatarajiwa kutambulishwa rasmi baada ya kukamilisha taratibu za mwisho, ikiwemo vipimo vya afya na kusaini mkataba wake mpya. Rodri mwenye umri wa miaka 30 anarejea La Liga baada ya kutumikia miaka 7 akiwa Manchester City, klabu aliyojiunga nayo mwaka 2019 akitokea Atletico Madrid. Katika kipindi chake Manchester, amekuwa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi katika mafanikio ya klabu hiyo, akicheza jumla ya mechi 298 na kusaidia City kushinda mataji 12 makubwa, yakiwemo mataji 4 ya Premier League, kombe la FA mara 2, Carabao Cup mara 3 na ligi ya mabingwa Ulaya mwaka 2023. Rodri pia alifunga bao muhimu katika fainali ya Champions League ya 2023 dhidi ya Inter Milan. Kwa upande wa Barcelona, usajili wa Rodri unaonekana kulenga kuimarisha eneo la kiungo, hasa kutokana na changamoto za majeraha katika kikosi. Rodri ana uzoefu mkubwa katika kuchezesha timu, kudhibiti kasi ya mchezo na kutoa ulinzi mbele ya safu ya ulinzi. Taarifa kutoka Hispania zinaeleza kuwa Barcelona imepanga mkataba wa miaka 4 ambapo utamweka klabuni hapo hadi mwaka 2030. Ujio wake pia unaweza kuongeza ushindani katika kiungo cha Barcelona na kumpa kocha Hans Flick chaguo jingine la kiungo cha juu katika eneo hilo. Mchakato wa usajili haukuwa rahisi. Barcelona ilitoa ofa kadhaa ambazo Manchester City ilizikataa kabla ya pande hizo kufikia hatua ya mwisho ya makubaliano. Ripoti zinaonyesha kuwa City ilikuwa ikitaka kiasi kikubwa zaidi, huku Rodri akiwa katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake na klabu hiyo. Rodri anaondoka Manchester City akiwa na historia kubwa katika klabu hiyo baada ya kuwa sehemu muhimu ya timu iliyokuwa chini ya Pep Guardiola. Akiwa Hispania, pia amejijengea hadhi kubwa katika timu ya taifa na alishinda Ballon d'Or mwaka 2024. Hata hivyo, amekuwa akipitia changamoto za majeraha katika misimu ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kurejea mazoezini hivi karibuni baada ya upasuaji mdogo wa mgongo. Sasa akiwa Barcelona, anatarajiwa kuleta uzoefu, uongozi na ubora mkubwa katika kiungo cha timu hiyo. Kwa update zaidi za kimichezo, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, follow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Dihaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.